Naomba uniruhusu nizungumze kwa ufupi sana suala la muungano wetu. Mheshimiwa Spika, muungano wetu ndio msingi mkubwa wa amani na maendeleo katika taifa letu. Sote tunakubaliana kwamba muungano wetu sio tu wa kihistoria, bali umejengeka kwa undani zaidi. Hatujachanganya udongo pekee, bali tumechanganya damu kupitia ndoa kati ya wananchi wa Tanzania bara na Zanzibar. Aidha, wananchi wa pande zote mbili wana fursa ya kushiriki katika shughuli za kijamii, kisiasa na kiuchumi katika maeneo yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila ya ubaguzi wowote. Mheshimiwa Spika, serikali zetu zote mbili, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zilikuwa zikifanya kazi kwa karibu kwa maslahi mapana ya nchi zote mbili. Katika kuthibitisha hilo, naomba nitoe taarifa kuwa katika kikao cha kamati ya pamoja ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kushughulikia masuala ya muungano kilichofanyika tarehe 25 Aprili mwaka 2026 katika hoteli ya Golden Tulip Airport Zanzibar, tumefanikiwa kuondosha hoja ya sukari kutoka Zanzibar kuingia kuondoa hoja ya sukari kutoka Zanzibar kuingia katika soko la Tanzania bara. Kupatiwa ufumbuzi kwa hoja hii kunapelekea jumla ya hoja zilizopatiwa ufumbuzi kufikia 23 kati ya hoja zote 25 za muungano. Mheshimiwa Spika, hii ni ishara ya umoja, mshikamano na mafanikio ya muungano wetu ulioasisiwa mwaka 1964 chini ya majemadari wetu hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyekuwa rais wa Tanganyika na baadaye kuwa rais wa kwanza wa Tanzania, na marehemu Sheikh Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awalaze viongozi wetu hawa mahala pema peponi. Mheshimiwa Spika, tunaelewa sote hivi karibuni kulikuwa na hoja mitandaoni ambazo zilitawala sana jumla ya namna ya kuzungumza muungano wetu vibaya. Nataka niwahakikishie wananchi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tutaendelea kuulinda muungano wetu kuutunza muungano wetu na tutaendelea kuutetea muungano wetu kwa maslahi mapana ya Watanzania. Hakuna ubaguzi wa aina yoyote utakaoruhusiwa kwa pande zote mbili za muungano. Mheshimiwa Spika, leo hii wananchi wa Zanzibar, ukienda katika mikoa yote ya Tanzania bara, tayari wana familia, wana mali na wana vitu vingine vingi. Hivyo hivyo kwa wananchi wa Tanzania bara huku Zanzibar.
naomba sana Watanzania wote tuendelee kuwa wazalendo wa nchi yetu, na kamwe tusitumie vivuli vya kutaka kupata umaarufu ama kutaka kutekeleza mambo mengine kwa kutumia silaha ya muungano. Muungano uko imara na utaendelea kuwa imara kwa maslahi ya Watanzania. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa wananchi wote kuendelea kuulinda na kudumisha muungano wetu, na wala tusiwaruhusu watu wachache wasiopendelea mema nchi yetu kutuvurugia muungano wetu na amani yetu kwa maslahi yao binafsi. Mheshimiwa Spika, jambo la pili ambalo lilijitokeza sana katika kipindi cha karibuni